aliwapa amri hii. Hiyo ni amri ambayo aliwapatia ya kwamba msitoke Yerusalemu, bali ingojeeni ahadi ya Baba ambaye mmenisikia nikisema habari zake. Ya kwamba Yohana aliwabatiza kwa maji, lakini baada ya siku chache mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo ni maneno ya Yesu baada ya kufufuka, akawaambia kwamba ni amri ambayo nawapatia siku ya leo, ya kwamba msiwahi toka Yerusalemu, bali mngojeeni ahadi ya Baba ambao mmekuwa mkisikia nikisema kila wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo ambayo inafanya wakati wa leo matendo imepungua, matendo ifanye kazi, it is simply because tuliondoka Yerusalemu kabla hatujapokea ahadi ya Baba. Hukupata hiyo? Kila ambacho kinafanya matendo yetu imekuwa dhaifu ni kwa sababu tulitoka Yerusalemu kabla hujapokea ahadi ya Baba. Maana hii ahadi ya Baba ndio inatupatia nguvu ya kutenda ambayo tunatenda. Bwana asifiwe. Hiyo ahadi ambayo ni ya Roho Mtakatifu ndio inayokupatia kibali cha kutenda yale ambayo unayatenda. Maana pasipo kibali hautatenda yale matendo walitenda. Bwana asifiwe. Pasipo kibali cha Roho Mtakatifu hautauza mali yako sababu ya Injili. Pasipo hicho kibali hautatoa fedha yako kwa sababu ya kujenga. Kwa sababu ya kicho kibali kama hauna, hauwezi ukahubiri hilo neno. Kama hicho kibali hauna, hauwezi ukasimama imara, utakuwa na uoga ndani yako. Bwana asifiwe. Na ndio maana niwaambia ngojeni, msiondoke kabla hamujapewa hiyo ahadi. Bwana asifiwe. Na maandiko yanasema kwamba na hawakutoka, walikaa Yerusalemu wakisubiri, walikaa wakingoja, walikaa kwa imani wakisubiri ya ahadi ikapate kushuka kwao. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 inakwambia na siku ile ya Pentekoste ilipokaribia, wote walikuwa mahali pamoja. They were in one spirit, they were in one accord. Walikuwa mahali pamoja wakisubiri, na wakusubiri wakikatu ndee. Walikuwa nasubiri wakiomba, walikuwa nasubiri katika neno, walikuwa nasubiri katika imani ile, walikuwa nasubiri wakijua kwamba ahadi ya Baba ambayo Yesu ametuahidi, amekuwa akituambia kila wakati, itashuka juu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ahadi maandiko inasema katika siku ya Pentekoste, hiyo ahadi ikashuka juu yao, ngurumo ya ardhi ikasikika, mbingu zikafunguka. Maandiko inasema kwamba na Roho wa Bwana akashuka juu yao, design ya miale za moto. Bwana asifiwe. Haleluya. Hiyo ndio kubatizwa katika Roho. Bwana asifiwe. Na wakanena kwa Roho sawia na uwezo wao. Bwana asifiwe sana. Maana walishukiwa na hiyo ahadi ya Mungu ambao ni Roho Mtakatifu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hadi baada ya kubatizwa katika maji mengi, walirudi pia wakapokea ubatizo mwingine, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Kuna watu tu walipokea tu ubatizo peke yake, na wanaishi katika ubatizo, wanaishi katika matendo yao ni matendo ya ubatizo wa maji mengi. Bwana asifiwe. Pastor Peter, Bwana asifiwe.
hadi watu wanaishi katika ubatizo wa maji mengi. Kabla ya Yesu kulikuwa na Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji aliwabatiza kwa maji mengi, lakini alikuwa anawabatiza akiwatia moyo, akiwaambia kama mimi nawabatiza kwa maji mengi, lakini anakuja mbele yangu mwingine ambao kiatu chake siwezi nikatoshea, ambaye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ubatizo wa maji mengi hautakufanya uhubiri Injili. Ubatizo wa maji mengi hautakufanya utoe mali yako sababu ya Injili. Ubatizo wa maji mengi hautakufanya ukuje kanisani. Ubatizo wa maji mengi haitakufanya upeleke Injili. Walibatizwa kwa maji, lakini walikaa wakifuata tu Yesu kama kondoo tu. Bwana asifiwe. Lakini nguvu ya kuhubiri hawakuwa nayo. Nguvu ya kutenda mambo makubwa hawakuwa nayo. Nguvu ya kuponya wagonjwa hawakuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada ya kubatizwa kwa Roho, haleluya, wapo baada ya kubatizwa kwa Roho walipata nguvu ya kutenda mambo makubwa, ya kutenda mambo makuu, kwa sababu walibatizwa katika Roho Mtakatifu wa Mungu. Walilowa Roho na wakatembea katika Roho, na makuu ikatendeka, miujiza ikatendeka, watu wakaponywa. Ndio maana maandiko inasema hata kivuli cha Petro, hujasikia hiyo? Kwa sababu ya Roho ambayo ilikuwa ndani yake. Kivuli chake peke yake hakipita ili kwa bahati mzuri. Kivuli kikupitia juu yako, ulikuwa unaamuka na kwenda. Swali ni je, Petro alikuwa ni Yesu? Wale ambao wanasema kama miujiza iliisha wakati wa Yesu, kitabu cha Matendo ya Mitume kinawaprove wrong ya kwamba miujiza bado inaendelea. Maana Yesu ni yeye jana, leo na hata milele. Na hiyo nguvu ndio tulioipokea, tukapata kuombea wagonjwa wakapokea na uponyaji, viwete wakatembee, visiwi wakasikie. Haleluya! Kwa sababu tumebatizwa katika Roho. Bwana Yesu asifiwe. Tumebatizwa katika nguvu za kiroho. Baada ya kupokea, ndio Petro anasimama kwa ujasiri, anahutubia umati wa watu, anawaambia enyi Wayahudi wenzangu, haleluya, yale ambayo mnaona na kuyasikia sisi ni wale tu, lakini mujue Yesu aliyesulubishwa ndiye amefanyika kuwa jiwe la pembeni ambalo nyinyi mlilikataa. Leo hii haleluya, inaendelea kutenda kazi, inazidi kuwa jiwe la msingi katika maisha ya wengi. Maana mjamo mlikuwa mmemsulubisha, leo hii watu maelfu wanaokoka, makanisa inapandwa. And by the way, katika kitabu hiki pale Antiokia, hapo ndipo Ukristo ulianzia baada ya kupokea nguvu. Bwana asifiwe. Ulianzia pale, na ulianzia hapo kwa sababu ya matendo yao ilionekana, kutembea kwao kulionekana. Hawa watu wanakaa kama Kristo, matendo yao ni kama Kristo, wanaponya vile Kristo alikuwa anaponya. Manaka wanashuhudia, wanaona kila ambacho wanaona. Siku moja Yohana Mbatizaji alikuwa katika gereza, akatuma wanafunzi wake waende kwa Yesu wakamuulize, je, ni wewe ama bado kuna mwingine ambao tunangojea? Yesu alipopata habari hii akawatuma, akawaambia, neni mkamwambie Yohana ya kwamba visiwi wanasikia, vipofu wanaona, na viwete wanatembea. Ishara tosha, kwa sababu ya kwamba kila ambacho Bwana alikuwa amemtuma Yesu kufanya tayari kiko na kinafanyika, na kitaendelea kufanyika. Miaka nenda miaka kurudi, itaendelea na kufanyika. Bwana Yesu asifiwe. Lako ni kujiuliza katika moyo wako, ulitoka Yerusalemu kabla. Ambia jirani yako, ulitoka Yerusalemu kabla. Na hiyo ubatizo uliona tunayo sio ya Roho Mtakatifu, ulibaliana na ubatizo wa maji mengi.
na ukaona mambo yote imekwisha. Manako uliambiwa ukibatizwa dhambi zako zote zinabaki katika maji. Baka wa leo unatafutanga ile maji mengi. Ndipo ile maji ambayo inatembea. Swimming pool bado swimming pool hata utaki. Unataka ubatizo ya mtu ambaye inatembea. Ndio dhambi zako ziende na maji. Lakini leo hii kwa jina la Yesu ukapokea nguvu za Roho Mtakatifu, batizwa katika Roho na katika ukweli, ndipo ukapate nguvu ya kufanya kazi, ukapate nguvu ya kumtumikia Mungu. Maana pasipo hiyo hauwezi ukamtumikia Mungu kikamilifu. Hauwezi. Watu ambao wamepokea na kubatizwa katika Roho wanatumikia Mungu kikamilifu, wanamtumikia na nguvu zao zote, wanamtumikia na mali yao yote. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ambapo tumesomoa asubuhi na maandiko kasema kwamba na wakatoa mali yao yote. Hata si kutoa, waliuza. Bwana asifiwe. Waliuza mali yao yote na wakazileta. Bwana asifiwe. Kama sasa tutajenga sasa hivi, unauza TV yako unaleta, unanunua mabati, unauza viatu zako, maana uko na viatu 100, uza 5. Hiyo pesa imetosha kununua simiti. Haleluya. Manake mtu ambaye anafanya vile ni mtu ambaye amepokea, amebatizwa katika Roho. Manake anaongozwa na Roho, haongozwi na mwili, haongozwi na mambo ya wanadamu, haongozwi na maono ya wanadamu, anaongozwa na Roho. Ndiye anayemuelekeza kwamba kitu hiki kinaweza toka kitu ya kujenga, hiki kinaweza toka kitu ya kununua speaker, kinaweza toka kitu ya kununua microphone. Manaka unaongozwa na Roho, hauongozwi na mwili, hauongozwi na umati wa watu. Ni vile Roho wa Bwana anakuelekeza kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu umebatizwa katika Roho. Bwana asifiwe. Na katika hiyo uoga utakuwa nayo, nguvu utakuwa nazo kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Hautafanya kuzawia na mabadiliko ya wanadamu, bali utafanya sawia na vile Roho wa Mungu anavyokuelekeza ukapate kufanya mambo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio sababu hata Biblia kinaposoma hata neno lake Mungu nalisoma, lakini you don't have that power to understand the word of God. Bwana asifiwe sana. Utaka kama ile jamaa Ethiopian eunuch. Ethiopian eunuch alitoka kule Ethiopia kelekea pale Salemu, na alikuwa anasoma maandiko katika kitabu cha Isaia, lakini haelewi kwa sababu hakuwa na nguvu, hakuwa na Roho wa kumuelekeza. Bwana asifiwe. Hakuwa anaelewa chochote. Ndivyo ilivyo katika kanisa la leo, ya kwamba watu wanasoma lakini hawaelewi. Watu wanaomba lakini maombi yao wanaomba tu kwa maombi yapo. Wanasoma bila kusoma Biblia iko. Wanaenda kanisani kama kanisa lazima tuende, lakini hawaelewi maana ya kwenda kanisani. Hawaelewi maana ya neno lake Mungu. Hawaelewi maana ya maombi. Hawaelewi ni nini ambayo inaendelea in the spiritual world. Manake wako bora wako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie tukapokee kibali kutoka kwake, kibali cha kumtumikia, kibali kila sehemu unaponenda. Bwana asifiwe. Manake Roho Mungu anaposhuka juu yako anakupa kibali. Bwana asifiwe. Niongee sana kuhusu kibali kidogo, sababu hata katika Matendo pia kibali kimehubiriwa pale. Bwana asifiwe. Kusoma kitabu cha Matendo 7 na mstari wa 15. Wanahubiri kuhusu Joseph akuwa kule Misri. Bwana asifiwe. Kumaanisha kwamba Joseph kibali cha Mungu kilikuwa juu yake. Bwana asifiwe. Alitembea kwa Roho wa Mungu, na huyo Roho wa Mungu alimuongoza hata katika nchi ya Misri. Huyo Roho wa Mungu alimuongoza mpaka akawa liwali katika ile nchi.
Roho Mungu alimuongelesha mpaka akafafanua ndoto zote za Wamisri. Bwana asifiwe. Roho Mungu akuwa juu yako, amukome patua katika roho. Bwana asifiwe. Kuna mambo Mungu atakuonyesha yale wanadamu hawajui. Bwana asifiwe. Kuna mambo Mungu atakufunulia mpaka unakuwa mwalimu wa waganga, unakuwa mwalimu wa manabii, unakuwa mwalimu ya wale wote ambao ni wasomi wa kisayansi katika dunia hii. Manake hekima ulio nayo na ile Roho Mungu ako juu yako, anakuambia maneno mengi zaidi hata yale ambao hawajui. Bwana Yesu asifiwe. Na wanda Yeremia kanena katika Yeremia 3:33 akasema, niliombeni nami nitaonyesha mambo makubwa na makuu hata yale msiyojua. Manake Roho wa Mungu anatufunulia yale mambo makubwa na makuu ambao wale hawajui, na kile wao wanajua anakufunulia. Akafunulia Joseph akiwa katika gereza. Bwana asifiwe. Na akaambia Farao, ndoto yako inasema hivi na inasema hivi. Hiyo ndoto ya pili sio mbaya sana, hiyo inasema hivi na inasema hivi. Maana ndoto ya pili ndiyo dawa ya ndoto ya kwanza. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya kibali hicho Mungu akampatia neema, akamwambia kwa sababu ya hiyo hasa wewe ndio utajua matendo. Bwana asifiwe. Wewe sasa ndio utakuwa matendo. Akampatia nafasi ile ili awe matendo katika nchi ya Misri, na akampatia mamlaka yote, akampatia kila ambacho anahitaji. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya kibali chake Mungu, Misri licha ya kwamba wanaabudu masanamu, licha ya kwamba walikuwa wanaabudu vitu ambazo hazifai, Misri haikufa njaa. Misri iliendelea. Misri waliuza chakula na walipata faida, pesa nyingi sana. Bwana asifiwe. Mpaka hata watu wa Mungu wakiongozwa na nani? Yakobo na mataifa yale mengine, wote wanakimbia Misri kununua chakula. Swali langu ni je, mbona Mungu hakuwapatia fanaka katika nchi walipokuwa Kanaani? Bwana asifiwe. Ndio nasema kwa sababu gani? Hata mtu akisema kama mtu wa Mungu umerudikuwa nguo, wewe usijali. Bwana asifiwe. Hata ikisemekana wewe haujielewi, wewe usijali. Bwana asifiwe. Mungu ako na sababu, Mungu ako na kusudio. Manake kuna kitu Mungu anataka kudhihirisha katika maisha yetu na katika njia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio usijibague na watu wengine. Siku moja Mungu akaonyesha Petro kichungi kile kinashuka chini, kimejaa wanyama ambacho mtumie tu chakula ambao ni najisi, kwao wanajua ni najisi. Petro akauliza Mungu akamwambia muka na ukule. Petro akasema nitakulaje vitu ambazo ni najisi, havikubaliki. Bwana asifiwe. Lakini Mungu alikuwa anataka kuonyesha Petro ya kwamba kuna mtu ambaye anatumwa kwake. Bwana asifiwe. Ijapokuwa hakubaliki, lakini kwa sababu ya hiyo itabidi umhudumie. Bwana asifiwe. Kumaanisha ya kwamba vile Mungu ametuita, Bwana asifiwe, hajatuita tukae mahali pamoja. Hajakuita udharau ule mlevi, hajakuita udharau ile mvuta bangi, hajakuita umtupilia mbali ule wazimu. Bwana asifiwe. Bali amekuita kwa sababu ya hao. Ndiposa yule mvuta bangi, yule mlaji wa miraa, Bwana asifiwe, akapata kupokea, afunguliwe macho na aone kwamba miraa ni mbaya, pombe ni mbaya, bangi ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Juzi nikiongea na mdozi wangu akaniambia kwamba hata sadaka kwa rejea ni Mkatholiki. Niambia kwao hata ukileta miraa kama sadaka, Father naipokea na naibariki.
Na nikamuuliza na pombe? Akasema hata pombe wewe bora ni sadaka. Umeileta ni sadaka. Nikamwambia wewe pamoja na fadha yako mmepotea. Nyinyi moto wa jehanamu na ngoja, manake nyinyi mlipokea tu ubatizo wa maji mengi ikawa hivyo. Hata mkayogeuza siku hiyo maji mengi ni tone la maji. Bora tone limefika kwako ni hivyo, ubatizo umeupokea. Tubatizwe katika roho wake Mungu. Bwana asifiwe. Na sio Roho Mtakatifu. Kuna wale wamebatizwa katika Roho Mtakatifu. Kuna wale wamebatizwa kama siku hizi tutasemanga the Holy Ghost, but there's nothing like the Holy Ghost. What do you have? The Holy Spirit. Bwana asifiwe sana. Because the Holy Spirit is a person. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ukituambia ghost sio mtu. Bwana asifiwe. Ni maono na mawazo ya wanadamu wa dunia hii, because ni kitu ambacho unaona kionekana, kwa hivyo wao wanajua ni ghost. Lakini sisi tunajua Roho Mtakatifu ni mtu. Bwana asifiwe. Hatuwezi linganisha Roho Mtakatifu wa mtu na ile pepo unaonanga, hapana. Bwana asifiwe. Wewe unaanga hizo magoza, lakini sisi tunaona Roho Mtakatifu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo upokee Roho Mtakatifu wa Mungu. Usipokee Roho Mtakatifu. Wachungaji wengi wamepokea Roho Mtakatifu. That's why kila kitu unafanya lazima upate, lazima utoe, lazima ufanye, lazima. Hata maombi ya bure lazima ukatoe. Kumuona mchungaji lazima fanya namna gani ukatoe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tupokee Roho Mtakatifu wa Mungu. Unapopokea Roho Mtakatifu wa Mungu, yeye ndiye anayekushawishi kufanya yale mambo ambayo unayafanya. Bwana asifiwe. Amen. Yesu akaambia Petro wakati mmoja, wakati unafika, baba ulikuwa unavaa vile unataka, unatembea unataka, kitafika wakati yale mambo yote hutafanya, itabidi ufanyishwe. Bwana asifiwe. Na huu ndio wakati wa kufanya mambo ya kuelekezwa katika roho. Bwana asifiwe. Roho wa Mungu akuelekesha, kuvalishe, afanye vile unataka kufanya katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pasipo kupokea hii nguvu ya Roho Mtakatifu, wapendwa, tutakuwa tukitana mkesha, wapendwa hawakuji. Na itana mkutano wa revival, wapendwa hawakuji. Na itana mkutano wa ibada katikati ya wiki, wapendwa hawakuji. Ibada ya Sunday, wapendwa hawakuji. Bwana asifiwe. Hebu angalia kanisa huku nyuma ile hivyo. Unajua hujafimama huku nyumba hiyo, uangalie nyuma. So unaona vitu ziko wazi. Kumaanisha aje? Ile nguvu ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu ilififia. Kama si kufifia, hatukuipokea. Na kama tuikuipokea, tuliondoka Yerusalemu kabla haijatufikia. Bwana asifiwe. Na ndio maana mambo mengi yanatulemea. Najaribu kufanya hili na sindikani. Unajaribu maombi haiendi. Kwako maombi imekuwa ni ya kawaida. Bwana asifiwe. Kwa sababu sisi hatujiamini. Maana pasipo hiyo uwezo jiamini. Bwana asifiwe. Tunaona mtu anaenda kwa mganga. Mganga anamwambia unajua hii anakuja sasa kwa pastor. Pastor, leo hilo nimejua. Ile shida inanisumbuanga ni hii. Bwana asifiwe. Kama pastor nitakuwekea tu mkosi takataa. Taomba. Kitu ya kwanza, kama ulienda huko tunamalizania tu pale pale. Bwana asifiwe. Wachungaji, mtu akija ina hiyo usiogope kuomba. Wewe omba. Wacha Roho Mungu adhihirishe ndani mwako, ikapate kumfungua na ikapate kufungua macho yake. Bwana asifiwe sana. Ndipo za nguvu za Mungu zikapate kudhihirisha. Bwana asifiwe. Zinadhihirisha kwa sababu watu wa aina hiyo lazima wawe. Haleluya. Lazima wagonjwa wawe. Lazima wadhaifu wawe. Bwana asifiwe. Amen. Na hivyo ndivyo Yesu aliambia wanafunzi wake. Yohana 11. Aliposikia kwamba rafiki yake anaompenda sana Lazaro afanya namna gani, ni mgonjwa kiwango ambacho kimepita kiasi, akasema namna gani? Akawaambia na ugonjwa huu
hautaishia wapi? Bali kwa nani? Ndiposa mwana wa Mungu akapokea utukufu kupitia kanini? Bwana asifiwe. Kwa hivyo katikati yetu kunakuwa na vitu aina hizo, ndiposa Mungu akapate kudhihirisha. Bwana asifiwe. Ingekuwa ni hivyo, kwani Mungu hakuwa na uwezo wa kukamata shetani na kufungia na mwambie usionekana tena, ama angemmaliza? Bwana asifiwe. Pastor Joshua, si alikuwa na uwezo wa kwanza, kuanzia leo nimekunyang'anya funguo na maisha yako hapa duniani nataka kusikia, na pia jina lako nimelivuta kabisa katika uso wa dunia hii. Ingekuwa ni hivyo, lakini hakufanya hivyo. Kila wakati mpaka natuambia ombeni na kukesha, sisi nikaingia katika majaribu. Aletaye majaribu ni nani? Ni shetani. Bwana asifiwe. So ako ndiposa wewe ukapate kutia bidii katika uokovu huu. Majaribu yanakuja ndiposa wewe ukatie bidii. Magonjwa inakuja ndiposa wewe ukatie bidii. Bwana asifiwe. Nguvu za Bwana zikapate kudhihirisha na zikapate kutenda kazi katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Juzi kama nilikuwa nimeketi, nilipokuwa nazungumza na mke wangu, tukiongea nikamwambia enda hapa, enda pale, enda pale. Mwisho nikamwambia enda hospitali. Mwisho nikaitwa hospitali, nikaenda. Kila ambacho daktari niambia kwamba mtoto ambao katika tumbo la mama huyu hajakufa leo na hakufa jana. Nikamwambia wachia hapo. Nimwambia wachia hapo. Nikaelewa kwamba hata kabla niende mission, huyo mtoto hakuwa hai. Hata wakati mlikuwa naye kazi kanisani kwa Sunday, mtoto hakuwa hai. Na ile kila baada nilikuwa nimekaa pamoja nikiongea, nikaambia Mungu, kama siku zote amekuwa na nimeenda mission na nimerudi, hata mambo mengine ambayo unaniambia usiruhusu ifanyike. Hivyo ndivyo nilivyosema tu. Daktari pale wao wanangojea nishalipia kila kitu yote, manaka wataki mambo ya sha. Nikamwambia hata kama mtaki there is money, kawapale. Nikalipa kila kitu, nikalipa vipimo zote, nikalipa ngojea kwenda theater. Lakini Mungu akafanya mambo yake. Bwana asifiwe. Huyo mama alideliver mtoto huyo in a normal way. Kwa tumekendo tu pale, nikasikia kwa nikajaribu kuibeba, nikasirikana, nikaitana. Mungu anafanya mambo makubwa kwa watu ambao ni wake. Mungu ana sababu. Bwana asifiwe. Ana sababu. Unaweza kufa moyo, lakini Mungu ana each and every reason why. Maana ndio maswali kana jiuliza katika moyo wangu. Nikaita yule daktari ambaye ni kijana mdogo tu, saizi tu ya Victor, nikamuuliza, akaniambia vile nimesikia kuambia hivyo ndivyo ilivyo. Na madaktari wanajiandaa. Lakini nikaambia Mungu, wewe ndio daktari. Yote ambayo ilitendeka si atu ujui, ulijua. Na hakuna kitu ufichwani. Kuanzia leo wewe pia udhihirishe. Posa maisha ya mama huyu yawe salama. Na hakuna kisu ambayo ilipita kwake. Alijifungua vizuri. Bwana asifiwe. Jambo kila ambayo iko katika mwili wake ni kitabu ambacho kimeoza, lakini Bwana alidhihirisha. Ambao sio rahisi. Hiyo ndio kile Bwana nashukuru Mungu juu yake. Sio rahisi. Tunao sababu ya kumshukuru Mungu. Bwana asifiwe. Because tunaweza kupanga mipango yetu, lakini Mungu ana mipango yake. Because mipango yetu ambayo tulikuwa tumepanga na yeye haikufaulu. Bwana asifiwe. Because kuna vitu tulikuwa tumepanga, sababu kwa pia na shida ya tumbo lake bado liko na shida. Lakini nikaambia Mungu, kwa sababu hii mpango yetu haikufaulu kwa ninataka,
na hii ingine umeifaulisha, hata hiyo ingine Mungu ifaulishe. Bwana asifiwe. Because ni ushauri ambao tulikuwa tumepewa na daktari ambao ni specialist, kamwambia hiyo tukifuata hiyo yake tu ndio manake daktari, lakini Mungu ana mipango yake. Bwana asifiwe. Na ndiko na imani ya kwamba mambo yake yote itaisha na atakuwa salama katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maana tumepokea nguvu ya kufanya ile kazi. Tumepokea nguvu na hayo mamlaka ya kufanya ile kazi. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ambapo tumwambia kitabu cha Matendo 7 tukimalizia katika jina la Yesu, maana muda umesonga. Najaribu kutafuta mahali 7:13 Kuna mahali hapo nyuma kuna mahali ambapo inasema kwamba na Mungu akamponya na shida zake zote na akampa kibali. Ndiko umepita hapo, unaweza angalia. Hebu angalia 10. Mstari wa 10. Kuanzia 9 nasema hivi, kwa sababu wazee wetu walimuonea wivu Yosefu ndugu yao, walimuuza kama mtumwa huko Misri, lakini Mungu alikuwa pamoja na yeye. Haleluya. Akamuokoa kutoka mateso yote yaliyompata, tena akampa kibali na hekima aliposimama mbele ya Farao mfalme wa Misri, ambaye alimweka kuwa mtawala juu ya Misri na juu ya jumba lote la kifalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kwamba wakati ambapo kibali cha Mungu ama roho wa Mungu ako juu yako, Bwana asifiwe sana, ni kibali ambacho nakipokea, na kile kibali kinakufanya kwamba Mungu anakuondolea mateso yako yote. Bwana asifiwe sana. Yale mateso ama ile dhiki ambayo umepitia katika watu wa nyumba yako wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. For example, hapa kanisani sisi wote ni watu wa nyumba moja, nyumba ya imani. Bwana asifiwe. Lakini katika nyumba ya imani pia kuna vile watu pia hawapendani. Bwana asifiwe. So kuna watu wanachukia wale wengine, although we are in the same house. Lakini kuna mtu anaona huyu anaimbanga sana, anakuwa na uwivu juu yako. Kuna huyu anatoanga sana, anakuwa na uwivu juu yako. Kuna huyu anahubiri sana, anakuwa na uwivu juu yako. So Bwana anasema kibali cha Mungu kikiwa juu yako,
Maana kile kibali Mungu amekupatia, ama ni roho ambayo imeshuka juu yako, huenda ni roho ya uimbaji, huenda ni roho ya kuhubiri, huenda ni roho ya utoaji. Bwana Yesu asifiwe sana. So Mungu kile kibali anakupatia, na anapokubalia anakupatia, na hakikisha kwamba anakuondolea mateso yako yote. Bwana asifiwe. Anakupitiza katika yale maneno ambayo yamenenwa juu yako, anakupitiza katika vile vikwazo ambavyo vimewekwa mbele yako. Bwana asifiwe. Ndio maana akamuokoa Yosef kutoka kwa familia yake, ndugu zake. Bwana asifiwe. Waliomuonea wivu wakajaribu kumuua, lakini kwa sababu ya kibali cha Mungu haikuwezekana, wakamuuza tena. Na yule mtu ambaye alinunua Joseph kutoka kwa watu wake, ni cousin wao. Sika mnaelewa hiyo? Unajua hivyo kweli? Unajua yule mtu hapa anaitwa Ishmaeli, alikuwa na msomaji Biblia. Amjui Ishmaeli? Ishmaeli alikuwa ni mtoto wa nani? Abrahamu. Na Isaka mtoto wa nani? Wakati Ishmaeli alipofukuzwa na akaenda, pia alikuwa na uzao kwenye alienda. Bwana asifiwe. So hao katika na uzao wa Ishmaeli ndio waliomnunua nani? Joseph kutoka kwa ndugu zao. So walimuuza kwa kazini zao. Wale kazi walipokaa wakaona kwa sababu hatuingiane, wako na ile bitterness ya kufukuza katika nyumba ya Abrahamu, wakaona tutaenda na yeye katika familia kwetu huko, watamuua. Maana yake ni kibali cha Mungu. Mungu ndiye ananena. Wakamuuzia nani? Potifa. So hawakwenda na yeye kwao. Walimuuza kwingine. Hivyo ndio Mungu anafanyanga kazi. Bwana asifiwe. Manake wale wakuuza kule walikuwa akienda huko hata akimuua tu na hasara. But Mungu akukubali. Kama huko wako muua wao, hata wale hawatamuua, wakamuuzia mwingine. Hata kule pia Mungu akatenda yake, hawakumuua. Bwana asifiwe. Badala yake kibali cha Mungu kwa juu yake, roho wa Mungu ambaye alikuwa juu yake alizidi kumtetea mpaka vile hatima yake ilipofika. Bwana asifiwe. Bwana akupe kibali cha Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Ndiposa upite vikwazo, ikupite visirani, watu wa kwenu waliokudharau, Mungu akupitisha ndani yake katika jina la Yesu Kristo. Waliowaza kwamba utaishi utakufa, hautakufa in the name of Jesus, kwa sababu ya kibali cha Mungu ambacho kiko juu yako, kitakutetea mpaka mwisho wako. Ulipotoka ushago utarudi mtu aliyebarikiwa, mtu aliyeinuliwa, mtu aliyeona makuu ya Mungu kwa miujiza yake katika jina la Yesu. Na magonjwa yote na mitego ya kisirani isipatikane kwako. Mungu ategue yote katika jina la Yesu. Akuponye na mateso yako yote, akuondolee dhiki na visirani, ukapate kusimama imara katika jina la Yesu Kristo. Tusimame kwa miguu yetu.